kiwa tayari. Yes, kitabu cha Marko 4 kuanzia 35 mpaka 40 nitasoma. Siku ile kulipokuwa njioni, akawaambia, natubuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwapo pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa swari kuu. Akawaambia, mbona mumekuwa waoga? Hamuna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari umtii? Bwana asifiwe. Nimewaambia ya kwamba kabla wacha wale ambao wanatutazama online na wakaribisha katika jina la Yesu. Watotazama pia na wakaribisha jioni ya leo kwa ibada ya leo, na wakati wowote utatazama na ukaribisha na kusii, tazama, sikiza mpaka mwisho. Hata kipindi cha maombi ungana nasi na utabarikiwa na kifurusi kile Bwana Mungu ameachilia na Roho Mtakatifu ameachilia juu yetu, kitakuwa sehemu yako katika jina la Yesu. Na sisi tulio mahali hapa na wakaribisha, wanaotufuatilia kule nje na wakaribisha wote kwa ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ili neno linikujia usiku kitu saa 9. Tulikuwa tuendelee na kujifundisha kitabu cha Warumi ambacho tutaendelea nacho siku ya Jumapili. Kitabu cha Warumi tutaendelea kujifundisha na hiyo kitabu cha Warumi kuhusiana na sheria na kuhusiana na neema ya Bwana. Tunaangalia neema ya Bwana katika kitabu cha Warumi. Na jana pia nilipokuwa tunaomba mahali hapa katika maombi, wale tulikuwa nao, Roho wa Bwana akawa bado anatuhimiza Jumapili tuombe kwa sababu ya neema ya kufanya biashara. Wale ambao wanaofanya biashara, tuombe kwa sababu hiyo neema, uwezesho wa Mungu katika biashara, uwezesho wa Bwana katika kile ambacho wanachokifanya. Maana katika haya maisha, pasipo uwezesho wa nguvu za Roho, mwanadamu bidii yake mwenyewe hawezi akafika mahali mbali. Huo ni ukweli wa mambo. Bwana asifiwe. Pasipo uwezesho wa Mungu ama uwezesho wa kule kwingine kule wanawezeshwa, mwanadamu hawezi akafika mbali. Na hivyo Jumapili tutakuwa tunaomba kwa ajili ya uwezesho wa Bwana, neema ya Bwana kwa wale ambao wanaofanya biashara na wale ambao wanataka kuanza biashara. Na naamini Mungu Baba ya kwamba hiyo neema Mungu ataishusha katika jina la Yesu. By the way, acheni waambie hiki kipindi tulicho, wale walio mahali hapa, kuweni makini sana katika jina la Yesu. Maana uvivio, ufufuo na neema ya Bwana iko mahali hapa. Nguvu za Mungu siko mahali hapa. Mimi nawaambia ukweli. Wale ambao wameangalia zile ibada zimepita wanaweza shuhudia ya kwamba hakika Mungu ameanza kujidhihirisha. Mungu ameanza kujidhihirisha kwa pamoja nasi. Mungu ameanza kutimiza ahadi yake na agano lake katika jina la Yesu. Na naamini ya kwamba ni hivyo tutaendelea hadi Yesu arundipo katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huo ni utangulizi tu katika jina la Yesu wa kile ambacho tunatarajia wiki hii tunapoendelea kuwa katika uwepo wa Bwana, katika maombi katika jina la Yesu, tunapoendelea kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu wa Bwana, tunapoendelea kuwa na ushirika na Baba yetu aliye juu mbinguni, aliyetupenda sana akatoa mwanawe wa pekee hata akafa kwa ajili yetu, akatuchagua hata kabla misingi ulimwengu haijawekwa, akatupenda katika jina la Yesu. Mimi nawaambia kunayo neema kuu sana mahali hapa katika jina la Yesu. Neema kuu, neema kuu, neema kuu iko mahali hapa, na kibali na Mungu mwenyewe yuko mahali hapa katika jina la Yesu.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuingieni katika neno la jioni ya leo katika jina la Yesu. Nimwambie hili neno Roho Mtakatifu alinipatia mchana, maana katika maombi kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu wa Bwana alitaka tuyashughulikie katika jina la Yesu. Hata tunapoomba tuyashughulikie katika maisha yetu na tuyashughulikie katika huduma yetu. Roho wa Bwana alipokuwa ananipatia hili neno usiku katika jina la Yesu, nilipokuwa nimeamka nikaomba kidogo nikalala, katika maono kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu alinionyesha roho kwa sura ya mwanamke. Haleluya, roho kwa sura ya mwanamke. Na imesimama pale karibu na ile spika ya nyuma pale, ile spika ndogo pale nyuma, na imesimama mahali hapo, na ile roho ilikuwa imesimama pale, na mimi nilikuwa mahali hapa, nilikuwa ninahubiri. Nikaona ile roho kwa sura ya mwanamke. Napohubiri nayo kuna vitu ambavyo inasema pale. Bwana asifiwe. Ina darasa lake. Mimi nahubiri hapa, nayo ina darasa lake mahali pale. Kuna vile ambavyo inaontoa watu, inawapatia mafundisho yake, ama inawaontoa wasikie kile ambacho kinasema. Na kuna watu kama 2 watatu walikuwa wanaisikiza sana. Bwana asifiwe. Na napokuwa katika maono nikihudumu, nikaiambia wewe na kunyamazisha. Hatuwezi kuwa na ibada 2 mahali pamoja na kunyamazisha na kung'oa. Na hivyo ndivyo roho ilinyamaza na ikashindwa katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Na hiyo ndio roho ambayo inaondoa amani kwa wale ambao wanaokuja wengi wakisema wanataka kuwa nasi, lakini mwisho unaona wanakosa amani. Na hiyo roho katika jina la Yesu jioni ya leo, kama vile Mungu aishivyo katika jina la Yesu. Mahali kule imetoka mimi sitaki kujua ni shinda yake, na kule imetoka hiyo imetumwa imejituma, hiyo ni shinda yake, lakini leo ndio mwisho wake katika jina la Yesu Kristo. Na si hayo tu, kama vile ambavyo tutaona katika Biblia. Nimesema leo ni baada ya maombi, hatutaongea sana katika jina la Yesu ili tuweze kuingia katika maombi. Pia kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu wa Bwana alitaka sisi tushughulikie sisi wenyewe kama watu binafsi, hata kama tuna Mungu. Haleluya. Hata kama tuna Roho Mtakatifu, hata kama tuna Mungu, tuna Roho Mtakatifu, tumeokoka, tumeketi naye Yesu Kristo upande wa kuume wa Mungu Baba. Haleluya. Anaishi ndani mwetu, tunaishi ndani mwake. Kuna mambo ambayo lazima sisi wenyewe tuyashughulikie katika jina la Yesu Kristo, kwa uwezo na kwa nguvu ambazo Yesu Kristo Bwana ametupatia. Na si hivyo tu, kuna mambo ambayo Yesu Kristo Bwana atashughulika automatically usipomuhusisha wewe mwenyewe. Haleluya. Kuna mambo ambayo hata kama una Yesu, haleluya, mko naye, tunaye Yesu, tuna Roho Mtakatifu, tuna Baba, haleluya, tuko uweponi mwake katika jina la Yesu. Kuna mambo ambayo lazima tumuhusishe, tumpatie ruhusa na tumuulize ayatende, ndio ayatende katika jina la Yesu. Tusipojua haya mambo katika jina la Yesu, tutasumbuliwa na shetani. Hawezi kutumaliza, hawezi kutuangamiza, lakini atatusumbua. Bwana asifiwe. Atatufanya tuchelewe, atatuchelewesha kule tunako kwenda, ata cause limit, ata cause mambo mengi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ataleta hasara, hata unaweza pata hasara katika hii safari. Na wengi wetu kweli, kwa sababu ya kutojua, tumepata hasara kwa sababu ya kutojua, si jambo lingine, kwa sababu ya kutojua. Kwa hivyo mahali ambapo tumesoma na ambapo Roho Mtakatifu wa Bwana anataka tujifundishe kitu jioni ya leo, kwa sababu ya maombi na kwa sababu ya safari hii katika jina la Yesu ambayo tumo ya imani. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, wakati alikuwa katika mwili siku zile katika jina la Yesu, na jioni moja akaambia wanafunzi wake na tuvuke ng'ambo ya pili. Palikuwa na mkutano ambao siku ile, huo mkutano Yesu Kristo alikuwa amehudumia ule mkutano, na jioni akaamua kuacha aende ng'ambo ya pili. Bwana asifiwe. Aende ng'ambo ya Bwana asifiwe. Na tutaangalia kwa nini Yesu Kristo alitaka kwenda ng'ambo ya pili. Tutaangalia kwa kina kabisa kwa nini Yesu Kristo
aliacha mkutano ule mkubwa na akaenda ng'ambo ya pili, ambayo ni ng'ambo ya Genesareti. Haleluya, ng'ambo ya Genesareti. Na ukisoma hizo tafsiri zingine za Biblia, hii ng'ambo ya Genesareti vinasema ng'ambo hiyo palikuwa na mtu ambaye alikuwa ni kichaa. Hakuwa kichaa yule mtu, alikuwa amepagawa na mapepo, alikuwa amepagawa na mashetani. Kwa maneno mengine, ule utawala na umiliki wa kishetani, umiliki wa kipepo area kile ulikaa ndani ya yule mtu. Na ng'ambo ile palikuwa pia na makaburi, ni mahali ambapo watu walikuwa wanazikwa. Maana Biblia inasema huyo jamaa alikaa makaburini, alikaa mahali watu walikuwa wamekufa. Na mara nyingi kama mjuavyo, makaburi mara nyingi ni madhabahu ya wachawi. Makaburi mara nyingi, na si mara nyingi, makaburi ni madhabahu ya wachawi. Makaburi ni madhabahu ya waabudu shetani. Kwa hivyo ng'ambo ile ambayo Yesu aliambia wanafunzi na tuvuke twende, aliyekuwa unatawala ufalme wa shetani ndio ambao ulikuwa unatawala ng'ambo hiyo. Haleluya! Ni utawala wa shetani, ni ufalme wa shetani ulikuwa ngome umeweka ng'ambo hile. Ngome yenyewe ilikuwa huko. Haleluya! Utawala wote wa uchawi, wa ushetani, wa kila kitu ulikuwa ng'ambo hile. Na jioni hile Yesu alipokuwa anahudumia watu wale, Yesu alijua ilo jambo ya kwamba hiyo ng'ambo kuna utawala wa giza ambao ulikuwa umekamata area hiyo, ambao ulikuwa unatawala area hiyo. Na Yesu akitaka kushughulikia ule utawala wa giza, kwa sababu ya miji ambayo ilikuwa area hiyo. Biblia inazungumzia miji 10, Decapolis, miji 10 ambayo ilikuwa area hiyo. Na ukiangalia, nipungieni mkono, huyu jamaa ambaye aliyekuwa amekamatwa na mashetani, huyu jamaa aliyekuwa amefanyika madhabahu ya utawala ule, huyu jamaa ndiye ambaye alikuwa na ukombozi. Yeye ndiye alikuwa na wokovu. Yeye ndiye alikuwa wa kuleta wokovu na ukombozi kule. Haleluya! Na Yesu alijua haya mambo yote. Bwana siku, maana Biblia inasema alipopona kichaa, ilipoisha yale mapepo, ile jeshi ilipotoka, aliambia Yesu nikufuate. Yesu akamwambia hapana, usinifuate. Na Biblia inasema akaenda akahubiria ile miji 10, akawahubiria, akabandilisha ile miji 10. Bwana asifiwe. Wakati mwingine niwaambie watu ambao wamekaliwa na ambao mapepo na mashetani yamefanya makao kwao, wakati mwingine hawa watu wamebeba wokovu, wamebeba ukombozi katika jina la Yesu. Hata wachawi ambao baadhi ya wengine wao wamebeba wokovu, wamebeba ukombozi, hii roho ikiwaondoka watakuwa watu wa maana sana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Naelezea historia kidogo, kwa nini haya mambo yalifanyika ambayo tumeyasoma hapa katika Biblia, ili tujue kule Yesu alikuwa anaenda, aliposema twende ng'ambo ya pili kulikuwa namna gani, ndiposa haya mambo yakatokea. Kwa hivyo Yesu aliposema twende ng'ambo ya pili, ufalme na utawala wa shetani uliokuwa area hile ulisikia na ulijua. Haleluya! Ulisikia na ulijua. Na ukijua Yesu ni nani, na ukijua kile Yesu anaweza akatenda, si anaweza akatenda kile Yesu atatenda. Haleluya! Maana kusudio la Yesu kwenda mahali pale ni kuharibu
kule utawala wa kishetani, ni kuharibu hiyo ngome ya kishetani katika jina la Yesu, kwa kuwa huo utawala wa kishetani Yesu aliuharibu. Ile ngome Yesu aliharibu, na ule utawala, ukisoma Biblia, yale mashetani yalipotoka kwa yule mwanaume yaliingia kwa nguruwe na yakaambia Yesu, nisikieni. Ukisoma Biblia, yaliambia Yesu, twakuomba Bwana, usituondoe maeneo haya, tunakusihi usituondoe maeneo haya. Na Yesu akayaruhusu, lakini Yesu hakuyaruhusu yakae katika nchi kavu tena, kutesa watu, kufunga watu kule katika nchi kavu. Yesu aliyaruhusu yakaingia pale baharini. Haleluya! Yakaingia pale baharini. Walipoingia kwa nguruwe, yakaingia kule baharini, yakasama huko baharini, ndiposa ule mji ukapata ukombozi. Kitu kimoja ambacho ningetaka uchue katika jina la Yesu, na hili jambo nisikieni vizuri, wana wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nisikieni, hauwezi ukaenda mahali ukafanikiwa pasipo kwanza kushinda utawala wa kishetani unaotawala area hiyo. Na Yesu akasema hauwezi ingia nyumba ya mwenye nguvu, haleluya, na kuchukua mateka ama kuchukua vifaa vyake, isipokuwa umshinde huyo mwenye nguvu na umfunge, ndio utaweza kuchukua mateka na nyara. Mahali popote shetani anatawala, mahali popote nguvu za giza zinatawala, lazima kwanza hizo nguvu za giza untile nazo. Lazima kwanza kuwa utawala wa giza utilo nao. Na ndiposa na kusi katika jina la Yesu Kristo, kama unanisikia mahali popote pageni unapoenda, umeenda shule ngeni, umeenda biashara ngeni, mahali unaingia pageni, kabla haujaingia funga na uombe katika jina la Yesu. Kabla hujaingia kampuni mpya, funga na uombe. Kabla hujaanza biashara mahali, funga na uombe. Na kitu cha kuombea ni kuleta utawala wa giza, ni kuleta nguvu za giza, ni kuleta mwenye nguvu anayetawala area hiyo chini ya miguu yako. Haleluya! Wenda usimuondoe. Haleluya! Wenda usimuondoe. Yesu yale mashetani hakuiondoa hile heri, maana yalimsi usituondoe katika hii heri, na Yesu akakubali, lakini aliyaweka chini ya utawala wake. Hawakuzuia kile ambacho Yesu alitaka kutimiza, hata kama yalikaa heri hile, hayakuzuia Yesu mwana wa Mungu kukomboa yule mwanaume. Na kitu cha pili, hayakuzuia kile miji kuhubiriwa injili tena. Ile miji ilihubiriwa injili, hata kama yalibaki pale yakiwa powerless. Haleluya, yakiwa powerless. Kwa hivyo nakusihi katika jina la Yesu, uenda waovu usiwaondoe, uenda wachawi usiwaondoe, uenda watawala wa giza usiwaondoe, lakini kitu kimoja nakusihi, render them powerless in the name of Jesus. Render them powerless in the name of Jesus. Vile ambavyo Mungu ametutuma area hii, mimi nawaambia na kabla mjuavyo, area hii imebombea sana katika uchawi, area hii imebombea sana katika uganga. Uweta tusiwaondoe ama tukawaondoa, lakini kitu kimoja lazima, we render them powerless in the name of Jesus Christ. Hallelujah. We render them powerless, wawe powerless. Injili ihubiriwe, watu waokoke, hata wengi wao pia waokoke katika jina la Yesu. Maana jamaa huyu mwenda wazimu alikuwa madhabahu ya mapepo, alikuwa madhabahu ya watawala wa heria hile, walimtumia kuibia, walimtumia kama madhabahu yake katika jina. Kwa hivyo nakusihi katika jina la Yesu, tunapojifundisha na Yesu Kristo Bwana kile alifanya kabla ile miji haijapata injili, kabla ile miji 10 iliyokaa
kando kando ya kile bahari kule Genesareti, utawala wa giza mahali pale Yesu Kristo Bwana aliutiisha katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo usifikirie katika jina la Yesu utaingia mahali ufanikiwe hivi hivi. Kuna watawala wa giza mahali pale. Hakuna mahali basi, mimi nawaambia, hapana utawala wa giza. Hakuna eneo hapana wakuu wa giza watawalao mahali hapo. Hakuna, mimi nakwambia. Kwa hivyo ndio ufaulu lazima uwashinde katika jina la Yesu. Any new venture in this life, chochote kipya unaingia ndani mwake katika haya maisha, usiingie hivi hivi, usiingie kienyeji katika jina la Yesu Kristo. Mesikia njao, usiende eneo kienyeji ufikirie utafaulu. Funga na uombe ili mwenye nguvu, Yesu alisema umfunge awe chini ya utawala wako. Akiwa chini ya utawala wako, basi utafanya kile ambacho unachotaka kukifanya. Utafaulu na utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Usifikirie utafungua biashara kitengela, maana umeona watu wamefungua wanaendelea, nawe utafungua uendelee. Haleluya. Mimi nakwambia, wakati mmoja nilipata hasara yenyewe. Haleluya. Nilipata hasara yenyewe, si hasara ndogo. Dadangu alilima sana akafaulu na akafanikiwa, na mpaka wa leo amefaulu na amefanikiwa. Na akaniambia, ndugu yangu, njoo katika tulime. Na nikaenda. Haleluya. Nikanunua generator, pipe nikanunua saa inchi 4, pipe mingi. Generator yenyewe, pipe na generator mbeke yake silikost 200,000. Haleluya. Na tukaanza kilimo. Tukalima. Lakini wacha niwaambie, mimi sikuwa nimeomba. Niliingia tu kienyeji. Na wacha nikwambie, hiyo kitu iliniacha na mwenzangu tulikuwa tunashirikiana naye na manteni zaidi ya milioni. Na baadaye nilikuja kuchua, kumbe ni kuinukiwa. Niliinukiwa na watu wale. Haleluya. Maana walisema huyu ana pesa, amekuja atatumaliza. Wakanishughulikia, nikafanya mambo kimwili pasipo kuhusisha roho katika jina la Yesu. Na nikaenda, pipe zikaibiwa, generator zikaibiwa. Ziliibiwa generator swini ngapi? Bwana asifiwe. Haleluya. Na wako wanaendelea. Sababu gani? Mtawala wa giza sikumwangusha. Wao walishirikiana naye. Si watu wa sisemi dadangu, watu wale wengine walishirikiana naye. Yeye alikuwa ameomba na akamshinda. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakusii katika jina la Yesu. Haleluya. Atujifundishe neno kujifundisha tu, tusikie tujue neno la Bwana. Tujifundisha neno la Bwana, to apply it in our lives, to apply it in our situations. Neno la Bwana lafaa kwa mafundisho. Kwa hivyo tunajifundisha, tulishike na tulitumie kwa maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mahali popote unaingia upya, usiingie kienyeji katika jina la Yesu. Funga, omba katika jina la Yesu. Na watawalao eneo hilo walete chini ya miguu yako, la sivyo watakupinga na utafaulu. Kwa nini wakupinge? Wacha tuangalie hapa katika Biblia. Kwa nini wakupinge? Hawa watawala wakupinge? Haleluya. Biblia inasema Yesu akawaambia, basi twende hiyo ng'ambo ya pili, ng'ambo ya Genesareti. Nimewaelezea ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea katika ile ng'ambo ya Genesareti. Haleluya. Huyo mtu na utawala wa giza uliokuwa mahali pale makaburini. Haleluya. Ambao makaburi ni madhabahu ya wachawi, madhabahu ya waabudu shetani. Makaburi mara mingi huwa madhabahu ya wachawi na waabudu shetani. Ufanye ibada nyingi sana waabudu shetani na wachawi, ufanye ibada mingi sana katika makaburi. Ukienda Lang'ata usiku, wewe utajionea mambo. Mimi nakwambia, hata uende kule Nokopiru mahali kuna makaburi huko mwisho huko, utajionea mambo usiku. Mimi nakwambia.
zungumzi hayo. Yesu kwa hivyo akawaambia twendeni ng'ambo ya pili, na aliposema hivyo kule utawala ulijua kile Yesu anaenda kufanya pale. Walijua watakuwa dismantled, walijua kule wataondolewa, walijua kule kutakuwa kivumbi, na wakaamua kile watafanya ni kuhakikisha hawafiki huko wanako kwenda. Umesikia? Ule utawala wa giza, ule utawala wa kishetani area hile ukahakikisha ya kwamba Yesu Kristo Bwana atafika huko. Biblia inasema wakiwa katikati ya bahari, haleluya, wakiwa katikati ya bahari ama ya ziwa ama ya leki inaitwaje, ziwa, wakiwa katikati ya ziwa, pakaja upepo mkali sana, upepo mkali sana, na upepo uleta waves. Ikawa si waves za kawaida, ikawa ni waves ambazo zinaingiza maji katika chombo. Na unajua maji ikiingia katika chombo, kitu cha kinachofuatia ni chombo kuzama. Kwa hivyo haya mashetani yalitaka yazamishe Yesu na wanafunzi wake kabla hawajaenda kuwashughulikia. Haleluya! Na hiyo ndiyo kitu ambacho shetani anafanya katika haya maisha. Na wachani waambie, haleluya, Bwana asifiwe. Mimi nawaambia na nawaambia ukweli, haleluya, simtukuzi shetani, maana hana nguvu kushinda aliyeokoka, hana nguvu kushinda aliyemwamini Yesu Kristo. Lakini haimaanishi ana nguvu. Ana nguvu ni vile Yesu Kristo Bwana ametupatia mamlaka na uwezo juu yake. Lakini haya mamlaka na uwezo ambao Yesu Kristo Bwana ametupatia yasipotumika ipasavyo, basi hizo nguvu zake, hayo mamlaka yake ya kishetani yatakuadhiri. Haleluya! Yaliadhiri hawa, haleluya, yaliadhiri wanafunzi wa Yesu. Unaniuliza najuaje? Mimi nawaambia ukweli wa mambo, shetani ana uwezo wa kumanipulate hali ya anga. Wacheni waambie kisa moja mali kunaitwa Kaloleni, kule Kaloleni Mombasa, kule Kambe Mombasa. Kulikuwa na naitwaje? Kwa Kiswahili nakosa jina la Kiswahili. Kulikuwa na conflict ya mazishi. Familia moja ilikuwa na mazishi, ilikuwa na conflict. Na kwa na wazee pale wanaosema ya kwamba mazishi siendelee. Mazishi siendelee. Lakini wakatumia sheria na mazishi kaendelee. Na yule mzee akawaambia, basi na mimi nitawaonyesha. Na akakaa tu kazee akakuenda shule. Kazee akakuenda shule. Kazee John akaja soma mambo ya hali ya anga. Akaja soma mambo ya hali ya anga. Kazee akaja soma chochote mambo ya hali ya anga. Na siku ya mazishi kafika, kakakaa pale. Kalipokaribia yale masaa ibada kuanza, kalipiga koti namna hii, kakatingisa koti, kakanena maneno. All of a sudden anga yote ilijaa mawingu, kukanyesha ile mbaya mpaka kaburi ikaingia maji. Haleluya! Angalieni siku za kitambo, siku za kitambo. Kama kule kwetu, mimi nimetoka milimani, mahali ambapo kuna msitu. Na wacheni waambie, kitambo mvua ingepotea, wamama walikuwa wanakusanyika na wanaenda na kondoo na wanaenda mahali huko msituni. Haleluya, huko msituni. Ni vitu miliona nyanyangu akifanya. Kwa hivyo ni vitu ambavyo nasema ni vya kweli. Na wakienda kule wanaenda wanatoa kondoo. Nisikieni, pale msituni katikati palikuwa na ziwa. Palikuwa na ziwa ndogo, swamp. Palikuwa na swamp. Haleluya, palikuwa na swamp. Na ile swamp ilikuwa na maji, lakini yamefunikwa na rinsi. Zile rinsi nafunikanga swamp. Na pale wakitoa kondoo, ile kondoo waitoe, ile rindi ifunguke. Ilikuwa inafunguka yenyewe. Ikifunguka waone maji, wanasema sandaka imekubaliwa, na wanajua kutanyesha. Na hakika wakiwa wanarundi kunanyesha mvua. Na isipofunguka wanasema sandaka
imekataliwa, na hivyo hakuna mvua. The rain makers wa kitambo waliokuwa wanaitwa rain makers walikuwa hakika ni rain makers, lakini walikuwa wanatumia nguvu za kipepo. Kwa hivyo shetani ana uwezo, mimi nawaambia, ana uwezo wa manipulate anga, bahari, anga ikaleta the weather ambayo haikustahili. Kwa hivyo hapa mapepo yalimanipulate ile hali ya bahari, wakaleta mawimbi ili Yesu Kristo asifiwe.